Ya habari yako mtazamaji wangu wa kipindi chetu cha siasa ya ulimwengu. Karibu tena katika siku nyingine na wakati mwingine wa mwendelezo wa kipindi chetu, kipindi ambacho kinakujia kwa udhamini wa Mnukwa Global Visa Consultant, ambao sio tu washauri wako lakini vile vile ni wasaidizi wako ikiwa katika siku za usoni na kusudia kuelekea katika nchi za ughaibuni, nchi kama za Canada, Uingereza, nchi za Umoja wa Ulaya pamoja na Australia. Mnaweza kuwasiliana kupitia namba hizo chini tangazo kwa msaada, ushauri pamoja na mwongozo. Tukielekea katika uchambuzi wetu wa leo, bila shaka pamekuwa na taarifa kutoka katika nchi ya Pakistan kupitia kwa waziri wake mkuu Shehbaz Sharif, zikiashiria kwamba nchi ya Iran na nchi ya Marekani wameweza kufikia katika final deal au katika sehemu ya ile tunasema ni hati ya makubaliano, ambao kwa Kiingereza wanasema ni memorandum of understanding. Walau wameweza kufikia katika stage ya mwisho, stage ambayo katika siku za usoni maana yake inatarajiwa kwamba itabidi document husika iweze kusainiwa na J.D. Vance ambaye ni makamu wa rais wa nchi ya Marekani, lakini vile vile na Mohammad Baqir Kalibafu ambaye ni spika wa bunge wa nchi ya Iran, lakini vile vile ndio kiongozi katika upande wa ile safu inayofanya makubaliano baina ya nchi ya Iran na nchi ya Marekani. Hatua hii manake ni hatua ambayo iliashiriwa na siku ya jana ya Marekani kusitisha sehemu ya mashambulizi ambayo walikusudia kuyafanya au yalitangazwa kabla ya hapo kwamba yatafanyika kushambulia katika nchi ya Iran kupitia kauli yake mwenyewe Rais Donald Trump, lakini vile vile ikachagizwa na waziri wa ulinzi au waziri wa vita wa nchi ya Marekani Peter Hegseth, naye aliashiria hivyo kwamba palikuwa kuna uwezekano wa kuweza kufanya shambulizi katika nchi ya Iran katika usiku kwa siku ya Ijumaa, lakini baadaye Rais Donald Trump aliweza kutoa taarifa ambayo ilikuwa ikiashiria kusitishwa kwa zoezi hilo kwa sababu ya kwamba sehemu ya discussion ya makubaliano haya manake ilikuwepo katika ngazi ya juu ndani ya nchi ya Iran, na hivyo kufanyika kwa mashambulizi ya namna yote manake kungepelekea kuweza kuharibu sehemu ya hatua ambayo ilikuwa imeshafikiwa ya kujaribu kudiscuss kuhusiana na jambo husika ndani ya nchi ya Iran. Na hii ni kuonyesha kwamba Marekani vile vile walikuwa wanahitaji zaidi hii deal. Marekani walikuwa wanahitaji zaidi hii sehemu ya deal, na ndio maana target yao kubwa hata katika upande wa kile walichokuwa wakikifanya, lengo lao kubwa lilikuwa linabaki kusisitiza kwamba tunachohitaji ni kwamba tuweze kuingia katika makubaliano baina ya nchi ya Marekani na nchi ya Iran, na ikibidi hata kwa kutumia mashambulizi ili tuweze kufikia katika sehemu ya makubaliano. Na hii ni kuonyesha kwamba hali ya sintofahamu ilikuwa inaendelea, sio kwamba labda ilikuwa ina faida katika upande wa Marekani, bali madhara yake huenda yalikuwa ni makubwa au yangeendelea kuwa makubwa pia katika upande wa nchi ya Marekani, kwa kuzingatia kwamba athari ambayo ilikuwa inasababishwa na nchi ya Iran katika upande wa nchi ya Marekani ni athari ya kistratejia, kwamba ilikuwa inaathiri uwepo wa nchi ya Marekani katika eneo la Mashariki ya Kati, lakini vile vile sehemu ya ushawishi wake, kwa kuzingatia kwamba imepita miezi ikiwa inashindwa kuweza kufungua mlango bahari wa Hormuz, na kwa kikubwa mlango bahari wa Hormuz ikionekana kwamba uko chini ya udhibiti wa nchi ya Iran. Sasa katika sehemu ya memorandum of understanding hii au sehemu ya hati ya makubaliano ambayo actually bado haijatoka exactly, lakini pamekuwa kuna leakage of information. Kuna taarifa ambazo zimekuwa zikivuja na zikipingwa katika upande mwingine. Kwa mfano leo siku ya Iran walikuwa nchi ya Iran walikuwa wametoa point takriban kama 14 zikiashiria kwamba ndio sehemu ya makubaliano baina yao na nchi ya Marekani. Na pointi husika ulikuwa ukizitazama unaona kwamba ziko in favor of Iran. Maana ziko katika kuibeba zaidi nchi ya Iran kuliko kuibeba zaidi nchi ya Marekani, jambo ambalo lilipelekea Rais Donald Trump aweze kutoa taarifa ya kukanusha kwamba hicho kinachojadiliwa katika nchi ya Iran sio sehemu ya makubaliano ambayo Marekani wamejaribu kujadili pamoja na nchi ya Iran. Na mvutano wa namna hii unaashiria mambo mengi. Cha kwanza unaashiria kuweza kubalance zile narrative, kwa sababu nchi ya Irani na nchi ya Marekani walichokuwa wanashindania katika sehemu ya makubaliano ni nani anaweza akadominate zaidi, nani anaweza akaonekana ni mshindi kupitia sehemu ya makubaliano. Kwa sababu kuna mambo kadhaa ambao walikuwa wanapingana na walikuwa hawakubaliani, hawaendi katika page moja. Kwa mfano swala kama la nuclear, maana yake walikuwa wanatofautiana katika namna ya kulijadili. Kwa mfano katika nchi ya Marekani agenda ya nuclear mara nyingi tumekuwa tukisitiza haikuwa agenda ya nchi ya Marekani, actually ilikuwa ni agenda ya nchi ya Israel.
na condition ambazo walikuwa wanazungumza au masharti walikuwa wanazungumza kuhusiana na swala la nuclear program ya nchi ya Iran. Kwanza kabisa walikuwa wanataka kiwango cha Iran ambacho kimerutubishwa kufikia 60% kiweze kuondoshwa ndani ya nchi ya Iran, jambo ambalo Iran wao hawalikubali hilo. Lakini vile vile katika upande huo wa nuclear, Marekani wao lengo lao kubwa ni kwamba zile site zote au maeneo yote ya nuclear yaweze kuharibiwa kabisa. Kama itabaki labda ibaki ile ya Bushehr ambayo inazalisha umeme, lakini zile kama za Fordo, za Isfahan, za Natanz zote ziweze kuondoka, jambo ambalo Iran wao wanaona kwamba sio jambo la sawa sawa. Kwa hiyo kiuhalisia ni kwamba kuna narrative nyingi ambazo walikuwa wanapingana, lakini kiuhalisia zile pointi ambazo walikuwa wanapingana ndio pointi ambazo zinaweza kutoa tafsiri ya kila mmoja kile alichokuwa anakitafuta. Kwa sababu kupitia katika njia ya vita kawaida, Marekani na Israel walishindwa kuenforce hilo. Kwa hivyo ina maana kilichokuwa kimebaki ni kupitia majadiliano kama haya. Majadiliano haya au hiyo hati ya mazungumzo, hati ya makubaliano baina ya nchi ya Irani na nchi ya Marekani ndiyo inayoweza kutoa tafsiri ya ushindi wa kila upande. Na nikisema ushindi wa kila upande tuna maana kama ifuatayo. Nchi ya Marekani kuingia kwake katika vita hii manake na nchi ya Irani sio vita maarufu katika nchi ya Marekani na sio vita ambayo imepata support kubwa katika nchi ya Marekani. Kwa hivyo Rais Donald Trump manake kupitia hati ya makubaliano baina ya nchi ya Marekani na nchi ya Iran ana wajibu wa kuionyesha nchi ya Marekani kwamba ameachieve kitu gani, amepata kitu gani. Na ndio maana unakuta issue kama ya nuclear ni issue muhimu. Ina maana anatakiwa aeleze kwamba au inatakiwa ionekane katika document kwamba aidha Marekani wameweza kufikia katika makubaliano na nchi ya Iran wao kuweza kuidowngrade, kushusha ile sehemu ya nuclear ambayo ilikuwa imerutubishwa kufikia 60%, au ile ile International Atomic Energy Agency, ile idara ya Umoja wa Mataifa kuenda katika nchi ya Iran na kuweza kujua ile uranium ile rutubishwa kiasi cha kufikia 60% iko mahala gani. Zote hizo manake kama zitafikia huko zitakuwa ni sehemu ya ushindi wa Rais Donald Trump. Lakini vile vile kama itafikia katika hatua ambayo zile nuclear sites zitashindwa kufanya kazi, itakuwa ni sehemu ya tafsiri ya ushindi wa Donald Trump ambao ameupata kupitia karatasi. Lakini sasa challenge inakuja vile vile katika upande mwingine kwamba pointi hiyo ya kusema ku downgrade ile nuclear kutoka katika 60% kurudi chini kwa msimamo wa Iran, manake wao hawataki ivuke 20%, isishuke chini ya 20%. Na kushuka chini ya 20% manake iko very technical, kwamba wanachochunga ni kwamba wakae katika mpaka baina ya urutubishaji wa juu na urutubishaji wa chini. Kwa sababu nuclear unapoirutubisha ikishafikia katika asilimia kama 19, kuanzia asilimia 0 mpaka 19, hii inazingatiwa kwamba ni low uranium enrichment, maana yake ni urutubishaji wa chini ambao unaweza kutumia katika matumizi ya kawaida. Lakini ikishavuka asilimia 20 kwenda juu, maana yake ni kwamba huo ni urutubishaji wa juu. Kwa hiyo msimamo wa nchi ya Iran ni kubaki katikati, kwamba Marekani akienda kinyume maana yake waweze kurudi juu katika urutubishaji wa juu. Lakini jambo lingine ni katika swala la kama kuharibu hizo nuclear ambazo inaweza ikatoa tafsiri pia ya ushindi kwa nchi ya Marekani. Lakini kwa nchi ya Iran inawezekana ikawa ni tatizo, kwa kuzingatia kwamba sera ya nchi ya Iran kuhusiana na swala la nuclear maana yake ulinzi wake ni kama kulinda mipaka ya nchi ya Iran. Kama Iran inavyolinda mipaka yake ya ardhini au ya angani au ya baharini, kwa mfumo huo ndivyo inavyolinda hivi sasa programu yake ya nuclear, kwa kuzingatia ni program ambayo inatumika katika mambo mengi ya masuala ya kilimo, masuala ya tiba na mfano wake. Kwa hiyo kiuhalisia ni kwamba issue ya nuclear program ina nafasi ya kuweza kutoa tafsiri ya mafanikio ya Rais Donald Trump au kufeli kwake, kwa sababu ilikuwa ni moja katika vitu ambavyo walikuwa wakivisisitiza katika siku za nyuma wakati wa mgogoro wao na nchi ya Iran. Lakini jambo la pili ni issue kama ya mlango bahari wa Hormuz. Issue ya mlango bahari wa Hormuz ni issue ambayo imekuja kuondoa kabisa uwezo wa nchi ya Marekani katika eneo la Mashariki ya Kati, kwa sababu issue ya mlango bahari wa Hormuz ni issue ya kiuchumi, ni issue ya kidunia. Marekani inapokuwa inashindwa kuwa na mamlaka au control ya mlango bahari wa Hormuz, tafsiri yake ni kwamba imepoteza kitu muhimu katika eneo la Mashariki ya Kati. Maana yake unaweza ukafananisha na issue kama ya Suez Canal na mfereji wa Suez Canal. Unapozungumzia issue ya mlango bahari wa Hormuz, ni kitu ambacho kiko very very potential. Sasa
ni hali ikoje ikiwa watakuwa wamekubaliana kwamba sasa hivi flow ya meli ziwe zinapita kama kawaida bila charges ya namna yoyote. Hii itakuwa ina advantage kwa nchi ya Marekani, hata kama ile mamlaka ya usimamizi itabaki katika nchi ya Iran, lakini hilo litakuwa lina faida kwa nchi ya Marekani kwa kudai kwamba mlango bahari wa Hormuz ulikuwa umefungwa na tumehakikisha mpaka umefunguka. Isipokuwa tu udhaifu wake itakuwa ni kwamba kipindi kabla vita haijaanza, Iran walikuwa hawana mamlaka ya kuweza kucontrol mlango bahari wa Hormuz, lakini sasa hivi hata kama itakuwa imefunguliwa na Marekani wakatafsiri kwamba wamefanikiwa, ile kufanikiwa kwao utaonekana kuna udhaifu kwa kuzingatia kwamba Iran manake bado wana control kupitia ile mamlaka yao ya Persian Gulf Strait Authority ambayo inasimamia mlango bahari wa Hormuz, usalama mlango bahari wa Hormuz na shughuli za pale zinavyoendelea kuingia na kutoka kwa meli. Kwa hiyo hata kama watakuwa hawachajiwi pesa, lakini mwisho wa siku ni kwamba Marekani labda kupitia hiyo sehemu ya hati ya makubaliano wakawa wamekubaliana kwamba meli ziweze kupita, bado tafsiri itabaki kuwa ni mafanikio ya Marekani yamepatikana, lakini yamepatikana kwa kiwango fulani, sio kwa 100% kama vile ilivyokuwa nyuma. Kwa hiyo kwa upande wa Marekani hasa tunatazama zaidi vitu viwili katika hiyo hati ya makubaliano, kwamba kuna ishu ya mlango bahari wa Hormuz hasa na ishu ya nyuklia. Lakini katika upande wa nchi ya Iran kuonyesha kwamba watakuwa wamefanikiwa au kinyume chake, tutaangalia vitu vingi sana kupitia katika hiyo hati ya makubaliano. Jambo la kwanza ambalo tunajaribu kulitazama kwanza ni ishu ya mlango bahari wa Hormuz, kwa sababu mlango bahari wa Hormuz kwa upande wa nchi ya Iran kwa muda mrefu walikuwa wanaashiria kwamba mlango bahari wa Hormuz haupaswi kuzingatiwa kama ni sehemu ya kimataifa, bali ni sehemu ambayo tunasema ni international water, ni national water, yani ipo katika kategori ya maji yale ya ndani baina ya nchi ya Iran na nchi ya Oman, na sio international kwamba watu wapite free bila utaratibu bila nini. Hapana, hicho ni kitu ambacho Iran walikuwa hawakikubali kwa muda mrefu. Kwa ina maana hata kama watakuwa wameweza kukubaliana kwamba meli zipite, pesa zisichajiwe, lakini mamlaka ya usimamiaji itabaki ndani ya nchi ya Iran. Hii ni moja katika sehemu ya achievement ya nchi ya Iran ambao watakuwa wameipata kupitia mgogoro wa moja kwa moja baina yao na nchi ya Marekani. Lakini jambo la pili ambalo tunalitazama ni katika upande wa nuclear program yao ambao wameipambania kwa muda mrefu, kiasi ambacho kulingana na hotuba iliyowahi kutolewa siku za nyuma na Mujtaba Ali Khamenei ilikuwa ikiashiria kwamba Iran watalinda silaha zao za nuclear, silaha zile za ballistic missiles, watalinda ile program yao ya nuclear kama wanavyolinda mipaka ya nchi katika upande wa anga, katika upande wa ardhi na katika upande wa bahari. Katika mazingira namna hiyo, maana yake watakapokuwa wamefanikiwa kuhakikisha kwamba program ya nuclear inaendelea kuoperate, hata kama kile kiwango ambacho kinaonekana kwamba ni cha uranium kitakuwa downgraded bila kutolewa ndani ya nje ya nchi ya Iran, maana yake itakuwa ni sehemu katika sehemu ya mafanikio ya nchi ya Iran. Lakini itakapokuwa kwamba ile sehemu za zile nuclear site kwamba zitalazimika ziweze kuondoshwa kabisa, zisiwepo, maana yake itakuwa ni sehemu ya failure ya nchi ya Iran, itakuwa ni sehemu ya ushindi kwa nchi ya Marekani. Lakini vile vile tunatazama pia katika upande wa vikwazo, ikiwa nchi ya Iran itakuwa imefanikiwa kulingana na sehemu ya ile hati ya makubaliano, itakuwa inaashiria kwamba vikwazo vitaondolewa katika nchi ya Iran. Itakuwa ni sehemu ya mafanikio makubwa ya nchi ya Iran kwa kuzingatia kwamba ni nchi ambayo imeishi na vikwazo kwa muda mrefu. Lakini vile vile katika hilo swala la vikwazo tunaweza kuwa na tumaini zaidi ya kwamba vikwazo vinaweza vikapungua kwa kiwango kikubwa, kwa kuzingatia kwamba Marekani katika makubaliano haya hakuwa katika position nzuri ya kuweza kulazimishia makubaliano. Hakuwa katika position nzuri, na ndio maana ukiangalia kwamba sehemu ya kulazimishia vitu kama vikwazo kuvishika na kukusudia hata kuviongeza na mfano wake, lengo lake kubwa ni kutumia vile vikwazo kama bargaining chip, kama ni sehemu ya kutia ya karata yake inayoweza kutumia kukubaliana na nchi kama ya Iran. Kwa mfano, tutaondolea vikwazo lakini mfungue mlango bahari wa Hormuz na mfano wa vitu kama hivyo, kwa sababu ukiangalia ile zuio lililowekwa na nchi ya Marekani pale katika ghuba ya Oman, Iran walivyokusudia, walivyotangaza kufunga kabisa mlango bahari wa Hormuz, tafsiri yake ni kwamba lile zuio la Marekani lilikuwa tena halina kazi.
Zuio la Marekani lilikuwa halina kazi katika mazingira ya namna hiyo, na impact yake maana yake ingekuwa ni kubwa zaidi katika nchi za Gulf, na inawezekana kwa mazingira hayo ndio maana wameweza kufikia katika makubaliano, kwa sababu labda ya pressure ya players wengine wa eneo la Mashariki ya Kati ambao ni marafiki wa nchi ya Marekani, kwamba kitendo cha Marekani kushambulia nchi ya Iran ikaenda kufunga kabisa mlango bahari wa Hormuz, maana yake hakuna anaingia wala hakuna anayetoka, ambaye hata kama Marekani ataona kwamba labda hilo lina nafuu, lakini madhara yake ni makubwa kwa wale ambao ni allies wake ambao wanamlipa pesa yeye kuwepo katika eneo la Mashariki ya Kati pale. Kwa hiyo katika mazingira namna hiyo unaweza ukaona kwamba Marekani karata zake zilikuwa ni ndogo, na ndio maana unakuta issue kama ya vikwazo alikuwa na endelea kuitilia mkazo, kwa sababu anajua kupitia vikwazo angeweza kukubaliana na Irani katika baadhi ya mambo. Kwa hiyo kama vikwazo vitakuwa vinakusudiwa kuondoshwa katika nchi ya Iran kwa kiwango fulani, hata kama sio kwa 100%, maana yake itakuwa ni big achievement, itakuwa ni sehemu ya ushindi mkubwa kwa nchi ya Iran, kwa kuzingatia kwamba ni nchi ambayo imekaa katika vikwazo kwa muda mrefu sana. Sasa kama vikwazo vitakuwa vimeondolewa kupitia vita katika ile meza ya mazungumzo baada ya kuwa mmepigana vita, maana yake hiyo itakuwa ni big achievement, itakuwa ni sehemu ya mafanikio makubwa. Lakini jambo lingine ambalo tunatazama pia katika upande wa Irani ni upande wa lile sharti lao walikuwa kizungumza la kwamba Marekani aweze kuondoa jeshi lake katika sehemu ambazo ziko karibu na mipaka ya nchi ya Iran. Na bila shaka hili jambo ni very challenging, ni jambo ambalo kidogo linaweza kuwa lina challenge katika upande wa nchi ya Marekani, kwa kuzingatia kwamba maeneo yaliyoko karibu na nchi ya Iran, maana yake unazungumzia uwekezaji wa jeshi la Marekani ambao unaweza kupatikana katika maeneo kama ya kaskazini mwa nchi ya Iraq, maana yake hasa katika maeneo yanayokaliwa na Wakurdi, maeneo kama Erbil, maeneo kama Suleimania, lakini vile vile kuna maeneo kama ya Kuwait, kuna maeneo kama Bahrain, kuna maeneo kama ya Qatar, United Arab Emirates. Ni maeneo ambayo actually yanakaribiana zaidi na nchi ya Iran. Kwa hivyo tunajaribu kutazama kwamba patakuwa kuna makubaliano ya namna gani ikiwa Marekani Iran wataweza kupushi hilo likawa limefanikiwa la kupunguza kiwango cha jeshi la Marekani katika maeneo ambayo yanakaribiana na nchi ya Iran, lakini vile vile kuweka zuio la kuongezeka tena kwa wanajeshi katika eneo la Mashariki ya Kati. Hii itakuwa ni moja katika sehemu ya achievement kubwa ambayo Iran watakuwa wameweza kuipata, ambayo tutakuwa tunaitazama pia katika sehemu ya kuona kama kuna mafanikio katika upande wa makubaliano katika upande wa nchi ya Iran au hakuna mafanikio katika upande huo. Lakini jambo lingine ambalo vivyo tunalitazama katika nchi ya Iran ni katika upande wa zile asset zake, kwa kuzingatia kwamba kuna asset ambazo ziko kuna sehemu ya mali ambayo ipo katika nchi ya Qatar takriban kama dola bilioni 24, ambayo inaonekana kwamba katika sehemu ya proposal za nchi ya Iran ilikuwa inaashiria kwamba dola bilioni 12 itakuwa itolewe kabla ya kufanyika mazungumzo. Kuzingatia haya mazungumzo au muundo wa kuelekea katika mazungumzo husika, yani kuelekea katika zile discussion pana kuhusiana na hiyo hati ya makubaliano, ni kwamba kuna hatua ya kwanza ya kustopisha mapigano ambayo inaonekana kwamba Marekani na Iran walikuwa wameweza kuifikia kwa kiwango fulani, pamoja na kwamba Israel walikuwa wameendelea kufanya disturbance upande wa kusini mwa Lebanon. Lakini actually hatua ya kwanza ilikuwa ni kustopisha mapigano katika fronti zote, na hatua ya pili, ukiachia kustopisha mapigano, hatua ya pili ilikuwa ni kuingia katika siku 60 za mijadala mipana zaidi. Sasa katika mazingira ya namna hiyo, condition ya nchi ya Iran ilikuwa ni kwamba dola bilioni 12 katika dola bilioni 24 zilizoko kule Qatar zitakuwa zitoke kabla ya kwenda katika makubaliano au mazungumzo ya siku 60. Kwa ina maana kama itakuwa katika sehemu ya hati ya mazungumzo ina indicate au inaashiria kwamba dola bilioni 12 inatakuwa itoke kwanza, then ndo wale katika discussion ya siku 60 ambayo mwishoni itatoka tena dola bilioni 12 nyingine kufanya dola bilioni 24. Of course hii itakuwa ni achievement kubwa sana katika nchi ya Iran, lakini kuliko ikiwa kinyume chake. Maana yake kama pesa itakuwa haitoki kabisa ya dola bilioni 12, bila shaka itakuwa ni sehemu katika upungufu au kushindwa kwa nchi ya Iran katika upande huo, hata kama upande mwingine itakuwa imeweza kukubalika sehemu ya proposal zao. Lakini jambo lingine ambalo tutakuwa tutalitazama katika upande wa mafanikio ya nchi ya Iran au failure yake katika upande wa sehemu ya hati ya makubaliano ni katika upande wa compensation.
zile fidia, kwa sababu Iran walikuwa wamepropose kwamba wanahitaji dola bilioni 300 kama sehemu ya fidia ambayo inatokana na mashambulizi ya nchi ya Iran, nchi ya Marekani na nchi ya Israel. Jambo ambalo ukiangalia katika proposal ya nchi ya Iran, ya nchi ya Marekani, ile ilikuwa na pointi 15, ilikuwa haiakisi chochote kuhusiana na Iran kuweza kulipwa fidia, bali badala yake waziri wa fedha wa nchi ya Marekani Scott Bessent aliwahi kuashiria kwamba kiasi cha pesa ambacho kimezuiwa katika nchi ya Qatar na mfano wake, maana yake ikibidi kinawezekana kigaiwa katika nchi mbalimbali za eneo la Mashariki ya Kati pale, ili kuweza kufidia sehemu ya madhara. Lakini kile ambacho tunaweza tukashakia ni kwamba kuna uwezekano mkubwa hiyo pesa ambayo Iran wanaitaka inawezekana ikatoka, kwa sababu pamekuwa na taarifa zikiashiria kwamba nchi ya United Arab Emirates imepeleka takriban kama dola bilioni 3 katika nchi ya Iran. Nafikiri ilikuwa ni sehemu ya positive gesture, ilikuwa ni sehemu kama ya kutoa mkono wa salamu kwamba hicho kiasi cha pesa mnachohitaji ni kwamba kinaweza kikatoka, na kuashiria kwamba kinaweza katoka, ndio maana imetangulizwa dola bilioni 3 kutokea katika United Arab Emirates, lakini kwa maelekezo ya nchi ya Marekani. Katika mazingira ya namna hiyo, kuna ishara ya kila namna ya kuashiria kwamba kuna nafasi kubwa ya kiasi hicho cha pesa kuweza kutoka. Na jambo la mwisho ambalo tunajaribu kulitazama pia, pamoja na kama mambo bado yako mengi ya kuweza kuonyesha mafanikio ya pande zote mbili, ni katika upande wa vita ya kule kusini mwa Lebanon. Kwa sababu moja katika masharti ya makubaliano ambayo Iran ilikuwa imeyasimamia ilikuwa ni kwamba lazima vita iweze kusimama katika sehemu zote ikiwemo Lebanon. Maana yake Lebanon ilikuwa imetajwa explicit kabisa kwamba vita iweze kusimama katika sehemu zote ikiwemo katika nchi ya Lebanon. Na hii ilikaririwa toka siku ya kwanza ambayo Shahbaz Sharif anatangaza kusitishwa kwa sehemu ya mapigano yaliokuwa yakiendelea baina ya nchi ya Marekani, Iran pamoja na nchi ya Israel. Kwa hiyo iwapo katika sehemu ya hati ya makubaliano itakuwa inaashiria kwamba maeneo yote yanatakuwa vita isimame, na iwapo hilo litatokea, kwanza itakuwa ni ishara muhimu ambayo iliashiriwa siku za nyuma na Rais Donald Trump akimwambia Waziri Netanyahu kwamba ukifanya kinyume manake utajikuta uko peke yako. Yani Marekani manake itakachokuwa imekisimamia katika makubaliano yake na nchi ya Iran, ni lazima nchi ya Israel iweze kuwa abided katika hilo, iweze kukubaliana pia katika hilo, kwa sababu Marekani manake anatazama maslahi yake katika upana mkubwa, na katika mazingira namna hiyo manake mshirika wake ambaye ni nchi ya Israel ni lazima iweze kukubaliana na kile ambacho Marekani anakuwa amekiamua. Sasa katika mazingira namna hiyo, iwapo kweli ile mgogoro wa Lebanon utaweza kusimama, itakuwa ni ushindi mkubwa kwanza kwa nchi ya Iran, kwa kuzingatia kwamba Iran imeweza kuizuia Israel isiweze kushambulia Beirut kwa sababu ya attacks ambazo walizifanya upande wa kaskazini mwa nchi ya Israel, na hata kama Israel iliweza kushambulia pia katika nchi ya Iran, lakini mwisho wa siku ni kwamba equation iliweza kutengenezwa mpya ya kwamba Beirut ndio mpaka unaoweza kuamua Israeli na Iran wapigane au wasipigane. Katika mazingira namna hiyo, ndio maana inaonekana mpaka sasa hivi operation ya nchi ya Israel imekuwa ina base kusini mwa Lebanon, au kusini, maeneo mengi ya kusini mwa mto Litani, na haigusi sehemu ya Beirut. Kwa hiyo hii ilikuwa ni hatua ya kwanza, lakini hatua ya pili, ikiwa makubaliano ya nchi ya Marekani na nchi ya Iran yatapelekea kustopishwa kwa vita ya upande wa kusini mwa Lebanon, itakuwa ni ushindi mkubwa kwa nchi ya Iran kwamba imeweza kuizuia Israel Beirut, lakini imeweza kustopisha zaidi kabisa Israel kushambulia kusini mwa Lebanon kupitia makubaliano yake na Marekani. Na hili maana yake katika tafsiri nyingine itakuwa ni udhaifu mkubwa katika nchi ya Israel, na itakuwa ni udhaifu mkubwa katika nchi ya Israel kwa kuzingatia kwamba ina maana imewekwa katika sideline, imewekwa katika upande wa pembeni katika discussion ya masuala ya kistratejia katika upande wa kanda nzima ya eneo la Mashariki ya Kati, kwamba maeneo au discussion ya mambo yanayohusu ya kistratejia katika eneo la Mashariki ya Kati wanaweza kukaa chini na kujadili, maana yake ni nchi ya Marekani na nchi ya Iran, lakini sio Israel. Maana Israel amekaa pembeni anasubiri labda apewe taarifa ya kile ambacho watu wamekijadili na kukifanyia maamuzi, jambo ambalo kwa upande mmoja au mwingine maana litakuwa lina strategic impact, itakuwa lina madhara ya kistratejia katika upande wa nchi ya Israel. Maana itakuwa ni nchi ambayo imeshindwa kuonyesha nafasi yake ya ushawishi katika eneo la Mashariki ya Kati na mfano wake. Kwa hiyo kiujumla ni kwamba tunatazama pia pointi hiyo ya upande wa kusini mwa Lebanon. Ikiwa vita itakuwa imeendelea, maana yake itakuwa ni sehemu
udhaifu wa kistratejia wa nchi ya Iran katika eneo la Mashariki ya Kati, kwa kuzingatia kwamba Hezbollah ni moja katika washirika muhimu wa nchi ya Iran, lakini vile vile Hezbollah wanapakana na mipaka ya Israel ambao wana uadui na nchi ya Iran. Katika mazingira ya namna hiyo, kwa kuzingatia kwamba ni mshiriki muhimu wa karibu wa nchi ya Iran, maana yake kumtetea katika sehemu ya makubaliano ili mashambulizi au ile vita inaendelea katika upande wa kusini mwa Lebanon iweze kusimama, ili lilikuwa ni jambo muhimu zaidi. Kwa ina maana kama itakuwa ni makubaliano ambayo hayataamua chochote katika kile kinachoendelea kusini mwa Lebanon, itakuwa ni sehemu ya udhaifu katika upande wa nchi ya Iran. Lakini ikiwa makubaliano haya au hati ya makubaliano ita indicate kustopishwa kabisa kwa sehemu ya mapigano yanaendelea upande wa kusini mwa Lebanon, maana yake itakuwa ni sehemu ya ushindi katika upande wa nchi ya Iran. Kwa kiujumla ni kwamba tumejaribu kutazama perspective ya mambo kadhaa, kariri kwamba Marekani pointi zake za muhimu hasa zilikuwa ni chache, lakini katika upande wa Iran pointi zake inawezekana zikawa ni nyingi kwa sababu ya matatizo aliyokuwa anakabiliana nayo kwa muda mrefu. Lakini kiujumla ni kwamba mpaka sasa hivi kile kinachoonekana ni kwamba kitendo cha Marekani na Iran kuweza kuashiria kwamba wamefikia katika makubaliano yale ya juu, au wamefikia katika ile hati ya makubaliano inaonekana kama imekamilika kwa kubalance katika pande zote mbili. Hili ni jambo kubwa sana hasa kwa nchi ya Iran. Ni jambo kubwa sana hasa kwa nchi ya Iran, kwa kuzingatia kwamba kwa muda mrefu, kwa zaidi ya miaka 40, maana yake Iran ilikuwa yenyewe tunasema ni muhanga, ni muathiriwa, kwa maana kwamba Marekani alikuwa anaweza tu akaweka sanction, akaweka vikwazo. Marekani anaweza akaamua chochote dhidi ya nchi ya Iran, lakini wenyewe wakiishi katika mazingira namna hiyo. Sasa kufikia katika hatua kwamba Marekani na Irani lazima wakubaliane katika win to win business, wakubaliane katika mazingira ambayo Irani anapata na Marekani anapata. Hii manake ni kitu kikubwa zaidi hasa kwa nchi ya Iran. Ni kitu kikubwa zaidi ambacho hakikuwa kinatarajiwa kwa siku kadhaa nyuma, lakini kutokana na mgogoro wa siku 40 manake umeweza kutufikisha katika mazingira ya namna hiyo. Lakini vile vile ni mazingira ambayo yameweza kuonyesha sasa hivi nafasi rasmi ya nchi ya Iran katika eneo la Mashariki ya Kati. Lakini pamoja na yote bado tuna muda wa kuendelea kuifuatilia sehemu hiyo ya hati ya makubaliano, na tukitaraji kwamba huenda katika masaa kadhaa yanayokuja tukapata taswira iliyokuwa bora zaidi ya hii ambayo tumekuletea. Jina langu ni Maulid Ali Mnukwa, ni kuombe uendelee kufuatilia vipindi vyetu, na ni kuombe usahau kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment. Uwe na muda mwema.